Nilienda kutembelea mahali fulani, nikakuta kuna mradi wa vijana. Wakanipa maelezo. Mradi uko 1, 2, 3, maelezo mazuri kabisa. Nikamwambia hapana, nataka niende nione. Nikaenda. Nikafika, nikaangalia. Mambo hayafanani. Nikarudi, tukakutana na wananchi wanaoishi karibu na lile eneo la mradi ule wa vijana. Mwananchi mmoja akaongea. Akasema nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa sababu umekuja na umeona mwenyewe. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akasema unaona ile bwala la samaki. Mara ya mwisho viongozi walivyokuja pale walipandikizwa samaki ndani ya siku moja ili viongozi wawaone. Baada ya hapo hakukuwa na kitu tena. Sasa mimi kwa sababu nilishtukiza, nikakuta kuna viruluyu kule ndani, hakuna samaki wala nini. Na chura wamejaa kule ndani. Hatutaki usanii kwenye masuala ya vijana. Hatutaki usanii. Usituambie umewezesha vijana, tukiwatafuta vijana hatuwaoni. Hatutaki huo usanii. Mheshimiwa Rais anataka fedha anazozitoa zinazofika huku chini tuwe na ushahidi. Sio ushahidi wa maneno na makaratasi. Tunataka ushahidi wa vitu halisi vinavyofanyika katika maeneo yetu. Na mimi sitakubali kupewa taarifa za ofisini. Umesaidia vijana, nipeleke walipo, niwaone na ulichowasaidia tukione. Same Mashariki wewe. Kwa hiyo tukiacha kasi, la pili ni kufikika. Viongozi tunataka tufikike, tuwahudumie wananchi wetu, asiwepo mtu atakayesema sijapata fursa kwa sababu sijafikia kiongozi wangu. Tunataka viongozi wote wafikike. Vijana wa Kitanzania wanatakiwa watambe wanapotembea kwamba tunayo wizara, tunayo waziri na tunayo rais anayetusikiliza. Na ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais.